Leo nakuletea orodha ya wachezaji watatu hatari kwa upande wa Young Africans ambao wanaweza kwenda kuwauliza maswali magumu sana Silver Strikers katika mchezo wa mkondo wa kwanza wa raundi ya pili ya ligi ya mabingwa barani Afrika siku ya Jumamosi katika nchi ya Malawi kwenye uwanja wa Silver Stadium, uwanja wa nyumbani wa timu ya Silver Strikers. Mchezaji wa kwanza kabisa ambaye mimi naamini atakwenda kuwa kiulizo kikubwa, na hapa nitawataja hawa wachezaji kwa mantiki mbili, kwa muktadha wa aina mbili, kutokana na kile ambacho wao wenyewe wanaweza kukifanya kulingana na sifa zao. Hicho cha kwanza. Lakini cha pili, kutokana na sifa ambayo nimewaona nao Silver Strikers kwenye namna ambavyo na wao pia watajaribu kwenda kuuathiri mchezo kwa upande wa Young Africans. Mchezaji wa kwanza ni Pacome Zouzoua. Mimi naamini huyu ni mchezaji ambaye atakwenda kuwa hatari sana kwa upande wa Young Africans, kwa sababu moja kati ya maeneo hatari kwa upande wa Silver Strikers, ama katika maeneo ambayo wanayategemea zaidi wakati wanashambulia, ni kwenye upande wao wa fullback wa kulia anayejulikana kama McDonald Lamek. McDonald Lamek ni fullback wa kulia wa Silver Strikers ambaye msimu uliopita kwenye ligi ya Malawi alikuwa ndo kinara wa utoaji wa pasi za mwisho kwenye ligi hiyo, akiwa ametoa jumla ya pasi za mwisho 8. Sasa huyu ni mtu ambaye kama Silver Strikers watakuwa kwenye nafasi ya kujaribu kufanya chochote chanya kuelekea mbele, watahitaji ufanisi wa McDonald Lamek kwenye kuoverlap na kwenda kuongeza kasi ya mashambulizi upande wa kulia. Namuona kabisa Pacome Zouzoua anakwenda kuwa ni mchezaji ambaye anaweza kwenda kuacha athari katika mchezo huu. Mchezaji wa pili, Azizi Andambwile. Katika eneo ambalo Silver Strikers wanategemea kwa kiasi kikubwa sana kuwa na athari yoyote kwenda mbele, ni maeneo yao ya kiungo cha ushambuliaji. Hapa mara nyingi huwa kuna wachezaji wawili wanaweza kuoperate katika eneo hili kwa upande wao. Uchizi Vunga, huyu ni kiungo mshambuliaji wa Silver Strikers, lakini kuna kijana mdogo Festus Due, kijana wa Kimalawi mwenye umri wa miaka 22 ambaye msimu uliopita alikuwa ndo mfungaji bora katika kombe la ndani kwenye nchi ya Malawi. Sasa hapa kuna mchezaji anaitwa Azizi Andambwile, na kiukweli kama kuna sehemu ambayo Young Africans wamekuwa kwenye ubora mkubwa kuanzia msimu unaanza mpaka sasa hivi, ni kwenye eneo la kiungo cha chini ambako anacheza Azizi Andambwile. Sasa Azizi Andambwile anakwenda kukutana uso kwa uso na either Uchizi Vunga ama Festus Due, kijana mdogo wa Kimalawi. Sasa endapo Azizi Andambwile atakuwa tena na mechi bora kwa mara nyingine tena akiwa na uzi wa Young Africans msimu huu, Yanga defensively watakuwa secure na watakuwa kwenye mazingira ya kuweza kupata kile wanachokitaka katika uwanja wa ugenini, kwa sababu eneo la kiungo cha ushambuliaji ndio eneo ambalo kwa kiasi kikubwa pia Silver Strikers wanalitegemea kwenye kwenda kufanya vitu vitokee kwenye lango la wapinzani wao. Kwa hiyo naamini kama kuna mchezaji mwingine ambaye Silver Strikers wanapaswa waombe asiwe katika ubora wake, ni huyu, kwa sababu atakwenda kuathiri walau ufanisi wa wachezaji wawili au mmoja kati ya hawa wawili atakayetumika katika hilo eneo. Na kwa kiasi kikubwa sana vitu vinatokea kwa upande wa Silver Strikers kupitia viungo wao washambuliaji, na hapa wanakwenda kukutana na Azizi Andambwile ambaye yuko kwenye form kweli kweli. Kwa hiyo akiweza kureplicate kiwango bora ambacho amekuwa nacho mpaka sasa hivi, ni wazi Silver Strikers watakuwa matatizoni katika mchezo wa Jumamosi. Lakini mchezaji mwingine wa tatu na wa mwisho, Mudathir Yahya Abbas. Hizi ni mechi ambazo Mudathir anazipenda kweli kweli, mechi ambazo unahitaji chochote kitu kwa ajili ya kurudi kwenye mkondo wa pili, kwenye mechi za mtoano kama hivi, Mudathir huwa anazienjoy kweli kweli. Mechi ambazo zinahitaji mtu wa kufanya maamuzi, mtu wa kunyoosha kidole akaulizwa kwamba unataka kufunga bao, akapokea simu akakwambia nipo hapa, nitafunga hili bao, ni Mudathir Yahya Abbas. Kwa hiyo huyu ni mchezaji ambaye mimi na matumaini naye makubwa sana akiweza kwenda kuwa na mchezo mzuri katika siku ya Jumamosi dhidi ya Silver Strikers. Naamini kabisa Silver Strikers wanaweza wasiwe na majibu kwa mchezaji kama Mudathir, na anaweza kwenda kuathiri mchezo kwa kiasi kikubwa sana endapo atapewa nafasi katika mchezo huu. Kwa hiyo wachezaji watatu, Pacome, Andambwile na Mudathir Yahya, kwangu mimi hawa ndio game changers kwa upande wa Young Africans kuelekea kwenye mchezo wa Jumamosi dhidi ya Silver Strikers kutoka Malawi.